Iran imeendelea kuashiria utayari wake wa kuingia katika hatua mpya ya mazungumzo ya kina kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku ikisema iko tayari kujadili swala nyeti la uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu pamoja na Marekani, lakini chini ya masharti maalum yatakayohakikisha Washington inatekeleza ahadi zake kikamilifu. Kauli hii imebuka wakati juhudi za kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili zikaonekana kupata kasi mpya, huku maafisa wa pande zote wakizungumza kwa tahadhari kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya ambayo yanaweza kubadili mwelekeo wa mvutano wa muda mrefu uliodumu kwa zaidi ya miongo minne. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia mwandamizi wa Iran Hossein Noshabad, Tehran ipo tayari kuingia katika mazungumzo ya siku 60 yatakayolenga kujadili vipengele nyeti vya mpango wake wa nyuklia, hususan kiwango cha juu cha urutubishaji wa uranium ambacho kwa muda mrefu kimekuwa chanzo kikuu cha wasiwasi wa Marekani na mataifa ya Magharibi. Amesema mazungumzo hayo yatawezekana ikiwa Marekani itatekeleza wajibu wake ndani ya hati ya makubaliano yanayojadiliwa kati ya pande hizo mbili. Noshabad amesema Iran inataka kuona hatua za wazi kutoka Washington, ikiwemo kuondolewa kwa vikwazo vikubwa vya kiuchumi vilivyoathiri sekta ya mafuta, benki, biashara ya kimataifa pamoja na mfumo wa fedha wa Iran. Aidha, Iran inataka mali zote zilizozuiliwa nje ya nchi zinazokadiriwa kufikia mabilioni ya dola kuachiwa kama sehemu ya kuonesha nia ya kweli ya Marekani katika makubaliano hayo. Iran imekuwa ikidai kwa muda mrefu kuwa vikwazo hivyo vimeathiri maisha ya wananchi wake, kupunguza mapato ya serikali na kuathiri shughuli za msingi za uchumi. Kwa miaka ya hivi karibuni, suala la uranium iliyorutubishwa limekuwa kiini cha mzozo kati ya Iran na Marekani. Mataifa ya Magharibi yamekuwa yakieleza wasiwasi mkubwa kwa kiwango cha urutubishaji wa uranium kinaweza kuifanya Iran kuwa karibu zaidi na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran imekuwa ikikanusha vikali. Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia zinafanyika kwa madhumuni ya amani pekee, ikiwemo uzalishaji wa nishati, matumizi ya kitabibu, utafiti wa kisayansi na maendeleo ya teknolojia ya ndani. Wakati huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, amesema kuwa licha tofauti zilizopo Tehran na Washington tayari zimefikia maelewano katika sehemu kubwa ya masuala yanayojadiliwa kuhusu makubaliano hayo mapya. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, Baghai amesema ni sahihi kusema kuwa hatua kubwa imepigwa katika mazungumzo hayo, jambo ambalo linaashiria kwa pande zote zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu ili kutafuta suluhisho. Hata hivyo, Baghai ameonya dhidi ya matarajio makubwa kwamba makubaliano yapo karibu kutiwa saini mara moja. Amesema hakuna upande wowote unaoweza kudai kwa uhakika kwamba makubaliano rasmi yako karibu kukamilika, lakini akisisitiza kuwa bado kuna masuala muhimu yanayohitaji kufanyiwa kazi kabla ya hatua ya mwisho kufikiwa. Pia ameshtuma Marekani kwa kile alichokisema ni kubadilisha misimamo mara kwa mara wakati wa mazungumzo, jambo ambalo kwa mtazamo wa Irani limekuwa changamoto kubwa katika kujenga uaminifu wa kudumu. Kauli hizo kutoka Teherani zimekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kusema kuwa makubaliano ya kumaliza mvutano na Iran yanaweza kufikiwa leo ikiwa pande zote zitakubaliana juu ya masuala yaliyosalia. Rubio aonyesha matumaini kuwa njia ya kidiplomasia bado ipo wazi na kwamba kuna nafasi ya kupatikana kwa suluhisho litakalopunguza hatari ya kuongezeka kwa mgogoro katika Mashariki ya Kati. Mvutano kati ya Iran na Marekani umechukua sura mbalimbali katika miaka mingi, ukiwemo mzozo wa nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, mashambulizi ya kijeshi kupitia makundi washirika wa kikanda, pamoja na tofauti kubwa za kisiasa na kiusalama. Mahusiano kati ya mataifa mawili yalizorota zaidi baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yalikuwa yakijulikana kama JCPOA wakati wa utawala wa Donald Trump. Hatua hiyo ilisababisha kurejeshwa kwa vikwazo vikali dhidi ya Iran, jambo ambalo lilifanya Tehran
kuongeza viwango vya urutubishaji wa uranium kama hatua ya kujibu shinikizo la Marekani. Katika kipindi cha hivi karibuni, juhudi za kurejesha mazungumzo zimekuwa zikifanyika kwa siri na hadharani, huku mataifa mbalimbali pamoja na wapatanishi wa kimataifa wakijaribu kusaidia kufanikisha mwafaka. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa ikiwa makubaliano mapya yatafikiwa, yanaweza kuwa hatua muhimu zaidi ya kupunguza hatari ya vita kubwa katika Mashariki ya Kati, kuruhusu kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, kuimarisha uchumi wa Iran, wakati huo huo kutoa uhakikisho kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaonya kuwa njia ya kuelekea kwenye makubaliano bado ni ndefu na yenye changamoto. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.